Kama ilivyoelezwa na meneja wenu wa kanda hapa, MSD kanda ya Iringa ina jukumu la msingi la kuhifadhi na kusambaza bidhaa za afya katika mikoa ya Njombe, Iringa na Ruvuma, inayojumuisha jumla ya halmashauri hizi 17. Vituo vinavyohudumiwa ni pamoja na hospitali za rufaa za mikoa, hospitali za wilaya, hospitali za mashirika ya dini, hospitali binafsi zilizoidhinishwa, vituo vya afya pamoja na zahanati. Ni dhahiri kwamba usimamizi wa vituo hivi upo mikononi mwenu, wadau mnaohudhuria kikao hiki. Ndugu zangu, ni dhahiri kuwa afya ni muhimili mkubwa wa maendeleo ya mtu binafsi na taifa kwa ujumla. Kwa mantiki hiyo basi, mnafahamu na ninasisitiza kwamba kikao hiki kama mlivyosema, malengo yake mahususi ni pamoja na kuimarisha mawasiliano na mahusiano ya kiutendaji kati ya MSD ambayo ni taasisi ya umma, na nimefurahi kwamba ni moja ya taasisi inayoweza ikajiendesha. Lakini kikao hiki mnafahamu kitatoa uelewa mpana kwa wadau kuhusu majukumu ya MSD ambayo tunapaswa kujua, na nimefurahi mnataka kujenga ghala hapa, storage department ya dawa katika mkoa wa Ruvuma. Mimi nawashauri mjenge katika wilaya ya Songea, na kiwanja tutawapa haraka tena bure. Kikao hiki kitaendeleza mshikamano na ushirikiano utakaowezesha utoaji wa huduma kwa wakati na ufanisi. Mtapokea na kuchambua marejesho kutoka vituoni ili kubaini changamoto mbalimbali katika mnyororo wa ugavi na mtazitafutia ufumbuzi, na ufumbuzi unaweza kupatikana hapa hapa. Lakini pia mwishoni mnataka mjenge makubaliano ya pamoja yatakayoboresha utendaji kazi na kuwahudumia wananchi wa kiwango cha juu zaidi. Napenda pia kusisitiza umuhimu wa kuimarisha ukusanyaji wa mapato. Sambamba na hilo, ni wajibu wenu kusimamia kwa karibu sana mnyororo mzima wa ugavi wa bidhaa za afya ili kuhakikisha upatikanaji wake umekuwa wa uhakika wakati wote. Napenda kuwakumbusha umuhimu wa kufanya maoteo sahihi ya mahitaji ya bidhaa za afya kwa kuzingatia takwimu sahihi na za wakati, maana bila takwimu tunaweza tukapotosha na hivyo kupunguza changamoto ya upungufu wa ziada. MSD imekuwa kwenye maboresho mbalimbali katika miaka hivi karibuni, ambapo usambazaji wa bidhaa hizi tunazozizungumza umetoka asilimia 28 mwaka 2022-2023 na kuweza kufika asilimia 96 kwa usambazaji wa kuzingatia muda ambao tumejiwekea. Lakini pamoja na hivyo, kumekuwepo na ongezeko kubwa la mapato ndani ya taasisi, lakini na utimizaji wa mahitaji ya wateja, ambapo utimizaji wake umeongezeka kutoka asilimia 40 au 41 hapo kati ya mwaka 2022. Leo hii tunazungumza kwamba tumefikia asilimia 83. Hii ni mipango ambayo inatokana na maboresho ambayo tulielekezwa na Mheshimiwa Rais, ambapo tulifanya maboresho makubwa, ndani yake ikiwa ni kwa ajili wataalamu kutoka maeneo mbalimbali ya sekta ya afya, ikiwemo wataalamu wa radiolojia, madaktari wa meno, madaktari wa binadamu, wataalamu wa maabara na wataalamu wengine mbalimbali, ili kuwezesha taasisi kuongea lugha moja na wateja. Lakini pamoja na hivyo ni kwamba kumekuwepo na uwekezaji mkubwa ambao umefanywa na serikali, ambapo sasa hivi tu bajeti ya kununulia bidhaa za afya kwa ajili ya vituo vyetu hivi vya kutolea huduma za afya imeongezeka kutoka shilingi bilioni 200 mwaka 2024-2025 kufikia bilioni 398 mwaka huu tunazungumza 25-26. Tunashukuru sana uwepo wa bohari ya dawa kwa jinsi ambavyo tumekuwa tukishirikiana katika kuhakikisha kwamba bidhaa za afya, yani dawa, vifaa na vifaa tiba vinapatikana katika mkoa wetu wa Ruvuma, hususani katika vituo vya kutolea huduma za afya. Kwa mujibu wa takwimu ambazo tunazo mpaka muda huu, upatikanaji wa bidhaa za afya umefikia asilimia 86, na tunaendelea na jitihada mbalimbali kuhakikisha kwamba hizi asilimia zilizobaki takriban 14 zinafikia 100 ifikapo Juni 2026. Kupitia kikao hiki muhimu, hii inakuwa ni fursa kwetu kujadili changamoto zile ambazo huwa zinatokana na upatikanaji wa bidhaa za afya, na huwa tukitoka hapa tunakuwa na majibu ya namna gani sasa tutaenda kuboresha katika kipindi ambacho kinafuata.